Sehemu ya kwanza taarifa hii ni kuhusu ufanyikaji wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili FTNA 2025. Baraza linatangaza kuwa ufanyikaji wa kitaifa wa upimaji wa kidato cha pili utafanyika kuanzia tarehe 10 Novemba hadi tarehe 20 Novemba 2025 katika jumla ya shule za sekondari 6238 nchini. Ratiba kuhusu ufanyikaji wa upimaji huo imekwisha andaliwa na kusambazwa kwa wanafunzi na wadau wote wa elimu kupitia wakuu wa shule pamoja na tovuti ya Baraza la Mitihani la Tanzania. Katika upimaji huu, jumla ya wanafunzi 898,755 wamesajiliwa, ambapo kati yao 889,266 ni wanafunzi wa shule na 9,489 ni watahiniwa wa kujitegemea. Kati ya wanafunzi wa shule waliosajiliwa, wavulana ni 396,383 sawa na 45%, na wasichana ni 492,883 sawa na 55%. Aidha, wapo wanafunzi 4,390 wenye mahitaji maalum, kati yao wenye uoni hafifu ni 1,674, wasioona 144, wenye uziwi 999, wenye ulemavu wa akili 199 na wenye ulemavu wa viungo ni 1,374. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea 9,489 waliosajiliwa, wavulana ni 4,454 sawa na 47%, na wasichana ni 5,035 sawa na 53%. Ndugu waandishi wa habari, kuanzia mwaka 2025 baraza litaendesha upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi waliosajiliwa mkondo wa amali kwa kuzingatia sera ya elimu na mtaala ulioboreshwa, ambapo watafanya jumla ya masomo 6 ya lazima, somo la fani moja na somo chaguzi moja au mawili kulingana na interest ya mwanafunzi mwenyewe. Masomo 6 ya lazima ni pamoja na mathematics, computer application, life skills, business studies, English language na historia ya Tanzania na maadili. Kila mwanafunzi wa mkondo wa amali ana fursa ya kufanya fani moja kutoka katika fani kuu 15 za ufundi au fundi stadi alizochagua kwa mujibu wa mtaala ulioboreshwa. Fani 10 zitakazotahiniwa mwaka 2025, kati ya 15 ni uhandisi umeme, uhandisi mitambo, uhandisi ujenzi, uhandisi magari, tehama, mavazi na ushonaji, kilimo na chakula, ukarimu na utalii, sanaa na ubunifu, pamoja na fani ya michezo. Kwa mfano, katika fani kuu ya michezo kuna fani mbalimbali ndogo kama vile mpira wa miguu, mpira wa pete na riadha, ambapo mtahiniwa atachagua fani moja tu. Kwa fani kuu ya uhandisi ujenzi kuna fani za ufundi uwashi, uchoraji wa ramani za majengo, utengenezaji wa boti, ufundi seremala, ufundi bomba, ufundi rangi na uchoraji, ambapo pia mtahiniwa atatakiwa kuchagua fani moja tu. Kwa fani ya kilimo na chakula kuna fani za teknolojia ya kusindika nyama, uchakataji wa mafuta ya mbegu, ufugaji na afya ya wanyama, kilimo cha bustani, kilimo cha mazao ya shambani, usindikaji wa mbao, ufugaji wa nyuki, uvuvi wa samaki na usindikaji, ufugaji wa samaki na usindikaji, kilimo cha mazao baharini, napo pia mtahiniwa atakiwa kuchagua fani moja. Kwa ujumla, mtahiniwa wa mkondo wa amali ana fursa ya kufanya masomo 7 hadi 9. Watahiniwa hawa watapimwa umahiri kamili kwa vitendo. Aidha, mtahiniwa anaweza kuchagua kufanya somo moja saidizi au bebezi la lugha miongoni mwa lugha za kigeni kama Kifaransa, Kiarabu na Kichina ili kuiongezea thamani amali aliyoichagua. Kwa mfano, mtahiniwa aliyechagua amali ya ukarimu na utalii na anatarajia kujiajiri au kuajiriwa katika soko ambalo watalii au wateja wake wengi wanazungumza lugha ya Kifaransa, basi atapewa fursa ya kufanya French language. Kwa wanafunzi wa kidato cha pili wasiosoma mkondo wa amali, watafanya upimaji wao kwa kuzingatia mtaala wa zamani ambao kwa mwaka huu 2025 tutakuwa tunaupima kwa mara ya mwisho.